Najua kipindi hiki wengi wanafanya application za chuo. Sasa usichague kozi kwa sababu tu rafiki yako ameichagua. Wanafunzi wengi hupoteza nafasi ya kusoma au kuishia kwenye kozi wasioipenda kwa kufanya makosa haya. Leo nitakuonyesha jinsi ya kuchagua kozi sahihi kupitia TCU au NACTVET ili usije kujutia baadaye. Kama unajiandaa kuomba chuo mwaka 2026/27, video hii ni kwa ajili yako na ni muhimu sana. Nitakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kuchagua kozi inayokufaa na kuongeza nafasi yako ya kupata udahili. Hatua namba 1, jitambue. Jiulize, unapenda kufanya kazi gani baadaye? Una uwezo kwenye masomo gani? Ndoto yako ya kazi ni ipi? Usichague kozi kwa kufuata marafiki au maarufu wake. Hiyo ni hatua namba 1. Na hatua namba 2, angalia sifa za kozi husika. Kabla ya kuchagua kozi yote, hakikisha unasoma entry requirement katika TCU au katika guidebook ya TCU au NACTVET, na kila kozi ina vigezo vya ufaulu. Ukikosa sifa, mfumo unaweza kukunyima nafasi. Hatua namba 3, chunguza fursa za ajira. Kwa hakikisha unachunguza fursa za ajira kwanza kabla ya kuchagua kozi. Jiulize, kozi hii ina soko la ajira? Inaweza kujiajiri au inaweza kunisaidia kujiajiri mwenyewe? Ina nafasi za kuendelea na masomo? Usichague kozi kwa njia au kwa jina pekee, angalia maisha yako ya baada ya chuo. Namba 4, chagua chuo kinachotoa kozi hiyo. Vyuo tofauti vina tofauti ya kozi. Kwa vyuo vinatofautiana pia. Ada ni tofauti, mazingira tofauti, ubora tofauti, idadi tofauti ya nafasi za udahili. Linganisha kabla ya kufanya uamuzi. Hatua namba 5, panga choice zako kwa busara. Usiweke kozi ngumu pekee, changanya choice ya kwanza, kozi unayoitamani sana, choice za kati, kozi zenye nafasi nzuri, choice za mwisho, kozi mbadala ambazo bado unapenda. Hii huongeza nafasi ya kupata udahili. Na hatua ya 6 ni soma guidebook kwa makini. Guidebook inaonyesha kozi zote zilizoidhinishwa, sifa za kujiunga, vyuo vinavyotoa kozi, muda wa masomo, taratibu za udahili pamoja na ada. Na epuka haya makosa ya kuepuka: kuchagua kozi bila kusoma vigezo, kufuata marafiki, kuchagua kwa sababu ya jina la kozi pekee, kutofanya utafiti kuhusu ajira, kutoweka kozi mbadala. Ukichagua kozi sahihi leo, unaweka msingi wa maisha yako ya baadaye. Chukua muda kufanya utafiti kabla ya kutuma maombi yako, na kama video hii imekusaidia, bonyeza neno like, subscribe na share ili watu wengine wanufaika zaidi. Andika kwenye maoni, nataka kusoma kozi gani? Nitakujibu na kushauri kama inakufaa kulingana na sifa zako. Asante na karibu, tukutane tena katika video inayofuata.